Bujumbura, Bugondi, Kitagata, Nakuriya, Isaka, Bushenyi, Kaboke, Mbarara, Santi, Masaka, Rubongiri, Gihanga, Chuku, Igara. Ahandi Hona. Hii ni taarifa habari kutoka Redio Yankole kwenye masafa ya FM 99.3. Saa 4 kamili za usiku, ambapo miongoni mwa muhtasari wa taarifa katika Kiswahili tunao leo. Makamu wa Spika Thomas Taibu amesisitiza wananchi kuachana na mambo ya dini wakistahili kuchagua viongozi wa kikatoliki. Halafu jaji mkuu amehimiza maafisa wa polisi kuanzisha uchunguzi juu ya sababu za unyanyasaji wa nyumbani. Na kwenye tarafa ya Ulimwengu, balozi wa Afrika Kusini Rasul ameshakabidhishwa na kukaribishwa nyumbani baada ya kufukuzwa nchini Marekani. Ni Octavius Tunamiche, hii ni taarifa kamili. Miongoni makamu wa spika bungeni Mheshimiwa Thomas Taiba ametoa wito vile wananchi wa Uganda kufuatisha mambo ya dini na siasa, jambo alivyoeleza kama mojawapo matatizo ya maendeleo. Ameyataja jinsi ya kuongozana kama mgeni mkuu aliyekuwepo kwenye sherehe mara ya 10 la kuzawadia wanafunzi waliosajiliwa na shahada mara chuoni kikuu Great Lakes kata ndogo Bushura wilayani Kanungu leo, ambapo angalau wanafunzi 101 wamefanikiwa juu ya kuhitimu masomo yao mbalimbali. Taiba amekanusha kitendo cha matumizi ya dini hasa katika zoezi la uchaguzi kinachozaidika eneoni Kigezi. Amehimiza maraia kuachana na wahusika wale wanaochocha mambo ya uhusiano wa dini kuhitimu zoezi la uchaguzi wa politiki. Halafu jaji mkuu Daktari Flavian Nzeja ambaye pia ndiye hakimu mkuu amehimiza maafisa wa upelelezi wa polisi kuchunguza dhidi kesi za unyanyasaji wa nyumbani. Ameelezea kwamba kadhaa kwa vile kesi zilizopo mahakamani hazina ushahidi sababu ya kwani zimekuwepo kwa kiwango refu. Ameonyesha husika wagundua amri akiwepo kwenye ikulu la mahakama kuu huko mjini Gulu mnamo Alhamisi. Asa ametoa wito vile maraia kuunga mpango huu kwa ajili ya kuibua heshima ya sheria, jinsi tukiendelea kupambana na makosa ama unyanyasaji wa nyumbani. Jinsi uchaguzi wake wa mnamo unabaki swala kuu mahakamani, Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubaje ameelezea kwamba atajenga makul kwenye magawanyiko 10 ya Kiislamu kote nchini Uganda kwa muhula wa miaka 5 ijayo. Mubaje ameyasema huku akihubiria viongozi wa Uislamu hasa wa migawanyiko ya kiulaya na makamu zao waliotembelea mnamo Alhamisi kumpongeza na makamu wake juu ya mateuzi mara ingine madarakani japo kuzaidisha miaka 70 ya uzee. Mubaje ameshukuru Waislamu na viongozi wao kwa huduma na huruma, akiwashauri kubaki pamoja wakithibitisha maendeleo mkoani yao kwa utaratibu. Na mahakama kuu mjini Jinja washukiwa wawili jirani juu ya kuhusika vile mauaji ya bwana wa miaka 39 wa Norway anayejulikana kama Robert Hausvik, anayejulikana kawaida kama Katongole. Sheila Nantambaz, mpendo wake marehemu, akina rafiki yake Ali Kigozi walionekana mahakamani Jinja kwenye kikao kilichoongozwa na Yafes Ochieng mnamo Ijumaa wiki yenyewe. Aidha hawakuruhusiwa kujitetea juu ya uwezo na mahakama kuhusu kesi baba aina hii.
Washukiwa wawili wanabaki jirani hadi tarehe 31 mwezi huu wa Machi, ambapo watarudishwa mahakamani kuchambuliwa vizuri dhidi makosa yao mahakamani. Na ukiendelea kusikiliza masafa ya FM 99.3 Radio Ankole, hii ndio taarifa ya ulimwengu tunayo leo. Balozi wa Afrika Kusini aliyefukuzwa nchini Marekani dhidi uhusiano wake na Rais John Donald Trump ameelezea kuwa hana majukumu kuhusu amri. Ibrahim Rasool ameshafika kwake nyumbani alipokaribishwa na mamia ya wananchi katika kituo cha ndege huko mjini Cape. Uhusiano kati ya Marekani na Afrika Kusini unazaidika tangu marudio yake Trump madarakani mnamo mwezi wa Januari mapema mwaka huu. Hapo awali Rasool mwenye miaka 62 ya uzee aliagizwa kuondoka Marekani juu ya mambo yanayohusu siasa na kipolitiki, ambapo anasemekana kuwa alienda kinyume na serikali kina rais wa Marekani John Donald Trump. Karibu tufike mwishoni wa taarifa tunao sasa. Nipe farsa lazima nikurudishe mara moja kwenye mtatari wa, ambapo tutaona makamu wa spika Mheshimiwa Thomas Taiwa akisitiza wananchi kuachana mambo ya dini wakisalimu kuchagua viongozi wao wa kipolitiki. Na jaji mkuu amehimiza maafisa wa polisi kuchunguza sababu za unyanyasaji hasa wa nyumbani. Na kwenye tarafa ya ulimwengu, balozi wa Afrika Kusini Rasool ameshakaribishwa nyumbani baada ya kufukuzwa nchini huko Marekani. Hii ndiyo mwisho wa taarifa tunao sasa. Baraka hadi tukutane mara nyingine kesho saa 3 asubuhi. Ulo takari nakai, hakawa haribo.